Sasa natoa rai wote wahitimu wa leo kuhakikisha kuwa yale mliyofundishwa yanakuwa sehemu ya maisha yenu ya kila siku. Msiache akabaki kwenye madaftari tu na kwenye mafaili huko, bali muendelee kuyatumia katika maisha yenu ya kila siku na katika maeneo yote na mahusiano na jamii nzima ambayo tutakuwa tunaihudumia. Na pia mtangulize maslahi mapana ya taifa katika utendaji wenu. Nasisitiza maslahi ya taifa. Aidha, tumieni elimu na maarifa mliyopata kutafuta na kutengeneza fursa za ajira au kuwekeza kwenye biashara. Ndugu washiriki, kumbukeni pia kuwa kuhitimu mafunzo haya na masomo yale ya muda mrefu ambayo mmeyafanya sio mwisho wa kujifunza. Kwa tunaambiwa mwanzo wa jambo moja, mwisho wa jambo moja ni mwanzo linalofuatia. Naitwa Evaristo Aule, ni profesa mshiriki na naibu mkuu wa chuo mipango fedha na utawala. Leo tulikuwa tunafanya hitimisho la mafunzo ya uongozi katika tarehe hii 29 mwezi Julai mwaka 2026. Tumefanya hitimisho hilo katika siku ambayo ni kumbukumbu ya kuanzishwa kwa chuo chetu cha chuo cha kumbukumbu ya Mwalimu Nyerere ambacho kinatimiza miaka 65 tangu kimeanzishwa. Chuo hiki kilianzishwa kwa lengo la kutengeneza viongozi ambao kujenga wanafunzi wetu juu ya uadilifu, uzalendo na uwajibikaji na utaifa, na ndio malengo ambayo tunayafanya mpaka hivi leo. Kwa hiyo baada ya wanafunzi wetu kupata mafunzo mbalimbali katika masomo yao, huwa tuna hiyo programu ya pekee kwa wanafunzi wetu wote juu ya maadili na uongozi. Tunawapatia hiyo kwa sababu ndio nguzo pekee itakayowasaidia kuongoza katika kuwajengea uzalendo, maadili na uongozi wanafunzi wetu. Ambiliasia Penel Mosha, mkuu wa idara ya uongozi, maadili na utawala katika chuo cha kumbukumbu ya Mwalimu Nyerere Kigamboni. Lengo kubwa ni kuhakikisha kwamba tunapata watumishi bora na wataalamu mbalimbali ambao si tu wataalamu na watumishi, lakini ambao wana kitu cha ziada ambacho ni maadili, kitu ambacho ndio muhimu sana katika utumishi. Wiki hii hapa tumejifunza kuhusiana na masuala ya usifanyiwe maamuzi na mtu mwingine, yaani usikubali mtu akafanyaje akauchezea umri wako. Mimi kama msichana nimepata mafunzo kwamba tunapomaliza hapa hata kwenda huko mitaani usikubali mtu akafanyaje akauchezea muda wako, kwa sababu muda wako ni mtaji, lakini pia umri wako ni mtaji.